sheria ina kamusi zake au dictionary zake, zinatofautiana kidogo na Kiingereza cha kawaida, kwa sababu sheria ina Kiingereza chake, kwa mara nyingi inakuwa na dictionary zake. Kwa tuende kwenye dictionary maarufu zaidi ya kisheria ambayo inaitwa Black's Law Dictionary. Black's Law Dictionary hao wamekwambia kwamba uhaini ni kosa la kujaribu kwa vitendo vya wazi vya kupindua serikali ya nchi ambayo mkosaji anadaiwa utii. Kwa hiyo dictionary hii ya kisheria ambayo Black's Law Dictionary inakwambia kwamba ni kosa la kujaribu, kosa la kujaribu, maanake ni jaribio kwa vitendo, ni kosa la kujaribu kwa vitendo vya wazi kabisa vya kupindua serikali yako, kwamba vile vitendo ambavyo unavifanya ili upindue serikali yako vya makosa, unaelewa? Ambayo sasa wewe sasa unaofanya kosa hilo kwa vitendo uko chini ya utii. Yani maana yake kwamba hapa kuna mtu ambaye ametii serikali au ametii nchi husika, alafu anafanya kosa kwa vitendo la kujaribu kupindua serikali, hapo unakuwa umefanya kosa la uhaini. Wakaendelea kusema hawa Black's Law Dictionary, wakasema kusaliti serikali mikononi mwa mamlaka ya kigeni. Hii sawasawa kusaidia maadui kuinania serikali yako, kuisababishia madhara serikali yako, au ndio hivyo hivyo kuipindua serikali yako. Yani wewe Mtanzania unaikabidhi serikali yako kwa Mkenya, hapo anakuwa umetenda kosa la uhaini. Kukabidhi serikali haiendi tu kirahisi rahisi, lazima kuwe na process ya aidha kufanyika mapinduzi au vita, ndio inatokea mambo ya kukabidhi, kwa sababu sio kirahisi unaweza kukabidhi serikali kwa mamlaka ya kigeni, hapo unakuwa umefanya kosa la uhaini. Pia kuna dictionary nyingine ya kisheria ambayo inaitwa The Essential Law Dictionary. Ambao hii dictionary wanasema wao ni kitendo cha kusaliti nchi kama vile kumsaidia adui wa serikali au kupanga njama za kupindua serikali. Sio, umenipata vizuri hapo? Moja kwa moja wanakwambia au wanakufafanulia kwamba ni kitendo cha kusaliti. Kwanza lazima uwe msaliti wa nchi yako. Yaani ukiwa msaliti wa nchi yako, moja kwa moja unakuwa umetenda kosa la uhaini, unasaliti nchi yako. Akasema kama vile, maanake mfano aidha kupindua serikali ya nchi yako au kusaidia adui wa serikali. Maanake hapo unakuwa umefanya kosa la uhaini. Dictionary nyingine ni Oxford Dictionary of Law. Hii ni tofauti na hii dictionary ya kwanza ambayo dictionary ya kawaida ni ile Oxford Advanced Dictionary. Hii ni Oxford Dictionary of Law. Hii ni Oxford Dictionary ya sheria, ambao wao sasa wanasema ni mwenendo ambao unajumuisha ukiukwaji wa utii unaodaiwa na utawala wa serikali. Tumepata vizuri hapo, ambao hapo wanamaanisha kuwa yani mtu yuko chini ya utii, alafu kwenye huo chini ya utii unakiuka huo utii wako. Utii gani? Utii wa serikali au utawala, utii wa nchi au utawala. Maanake uko chini ya kiapo, aidha uliapa kuilinda serikali yako, uliapa kumtii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uliapa kudumisha uhuru wa nchi ya Tanzania. Sasa wewe unaenda kinyume na utii huu, maanake wewe moja kwa moja unakuwa umefanya kosa la uhaini. Na imani hapa umeshaanza kuelewa nini maana ya uhaini, kwa sababu tumeangalia dictionary tofauti tofauti, dictionary za kawaida na dictionary pia za kisheria. Zote hazijatoka kwenye msingi wa kosa hili la uhaini, japo zimejaribu kuja na maana tofauti tofauti ya uhaini na pia kuongezea mambo mengine madogo madogo ambayo yote kwa ujumla yanatengeneza kosa hili la uhaini.